Leo nataka kusema na wewe juu ya uweza wa Mungu. Tunaposema uweza wa Mungu tunamaanisha nini? Tukisema uweza wa Mungu hatuhitaji kutumia neno lingine. Ni Mungu kuweza. Uweza wa Mungu manake Mungu kuweza. Na mojawapo ya sifa za Mungu ni Mungu anaweza yote. Mungu ana nguvu zote. Mungu anajua yote. Mungu yuko kila mahali. Hizo sifa ziko kwa Mungu peke yake. Haleluya. Kwa sifa za Mungu, ana sifa ambazo hachukui mwingine. Mungu anaweza yote, anajua yote, yuko kila mahali, ana nguvu zote. Ni sifa ambazo zinamlenga Mungu peke yake. Ukisoma kitabu cha Ayubu sura ya 42 mstari ule wa 2, nasoma: najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Makusudi ya Mungu hayawezi kuzuilika. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna anayeweza kuzuia makusudi ya Mungu. Makusudi ya Mungu, kile Mungu alichokusudia, kile Mungu alichopanga kitokee, hakuna wezaye kuzuia. Hayupo. Mungu akitaka jambo litokee, litatokea. Kama halitatokea, litachelewa tu. Adui shetani anaweza kuchelewesha. Mazingira yanaweza kuchelewesha. Lakini lazima kile Mungu alichokusudia lazima kitokee. Tunaona kabisa Ayubu anasema hayo, amekuwa kwenye mazingira ya kutokueleweka. Ayubu ameingia kwenye jaribu. Jaribu ambalo limemfanya rafiki zake wasimuelewe. Na wameinuka wakimshtaki kwamba mateso anayoyapitia Ayubu ni kwa sababu amemkosea Mungu. Ayubu ameificha dhambi. Hataki kusema wazi kuna kitu sirini amefanya. Kuna dhambi ameifanya. Hataki kukiri, hataki kutubu. Kwa sababu hawezi kupitia mapito anayopita. Jaribu analopita Ayubu, rafiki zake walilitafsiri kama ni matokeo ya dhambi iliyosirini. Hawakuwa na uzoefu juu ya jaribu la Ayubu. Aliyejua mapito ya Ayubu alikuwa ni Mungu peke yake. Hawakuwa na uzoefu katika maisha yao. Akina Elifaz, akina Bildad hawakuweza kupambanua mapito ya Ayubu kama ni Mungu ameruhusu. Walijua moja kwa moja ni dhambi ambayo imesababisha hayo yatokee. Na Mungu hakuwa na muda wa kuwatokea na kuambia ni mimi. Mungu anaposhughulika na mtu wake, ni siri kati ya Mungu na mtu wake. Ni siri kati ya Mungu na huyo mtu. Mungu anaposhughulika na maisha yako, hahitaji kuwaambia watu. Hahitaji kuwashirikisha watu wapi anakupeleka. Maana hawana kitu zaidi ya kila ambacho Mungu anataka kitokee maishani mwako. Mungu hatasema na watu. Mungu atasema na wewe. Ndio maana mahusiano yako na Mungu lazima yasiumbe, ili Mungu apate nafasi ya kusema na maisha yako anapotaka kusema na wewe. Aliwaficha wale rafiki zake Ayubu, aliwaficha. Wameongea mengi, wamemsema mengi, wamemhukumu mengi, lakini Ayubu
ukafika wakati ambapo anasema, najua mteteaji wangu yu hai, na kwamba atasimama juu ya nchi na kuniponya. Hata kama mwili wangu wote utaharibika, lakini Mwokozi atakuja juu ya uso wa nchi anitoe. Sitaangamia kwa kuwa nimemwamini. Bado Ayubu alikuwa na mbegu ya kuamini Mungu kwamba atamtoa kwenye jaribu lake. Aliamini kwamba Mungu atamtoa. Mashaka yalikuja tu. Mbona Mungu amenyamaza muda mrefu? Hasemi naye kwa ndoto, hasemi naye kwa sauti. Ikamchanganya Ayubu. Ni nini sasa? Mbona Mungu amekaa kimya? Inawezekana anachosema rafiki zangu ni kweli, lakini mbona sina hatia moyoni mwangu? Kwa mapito yalivyo magumu, iko siku akailani siku ya kuzaliwa kwake, na hata kalani siku ambapo mama yake alitoa taarifa kwamba nimezaa mtoto wa kiume. Mahangaiko yalimpata, lakini ndani yake kulikuwa na imani kwamba Mungu atamtokea. Alikataliwa na mke wake, alikataliwa na rafiki zake. Ndani yake bado alijua Mungu yupo kumsaidia. Anasema tupate mema tu wala si mabaya. Hata ya mabaya Mungu atatokea. Nataka nikwambie kwenye ibada hii, Mungu amenipa jambo la kusema na wewe. Mungu ana kitu anachoandaa kwa ajili ya maisha yako. Mapito unayoweza kuyapitia yasikupe tafsiri kwamba Mungu yuko mbali nawe. Kukataliwa, kutokueleweka na watu haimaanishi na Mungu hakuelewi. Hizo ni siri za Mungu na watu wake. Ayubu alizidi kuendelea kumwamini Mungu. Hatimaye mwishoni tunaona Mungu akimtokea Ayubu kwa sauti. Sauti iliyokuwa imefichwa inaanza kutokea kwa Ayubu. Sauti ilikuwa haitokei. Mungu aliyeonekana yuko mbali, tunaanza kuona akisema na Ayubu moja kwa moja. Ayubu anaanza kuisikia sauti ya Mungu. Ayubu anaanza kujibizana na Mungu, anaanza kupewa maelekezo. Ndipo anasema haya maneno, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, ni pamoja na jaribu langu hili, na ya kwamba makusudi yako hayawezi kuzuilika. Makusudi ya Mungu ya kumjaribu Ayubu na kumtetea hayakuzuilika na rafiki zake, hayakuzuilika na maneno ya rafiki zake. Mungu hatimaye alishuka akamtendea lililo jema. Mungu hatimaye akamtokea Ayubu. Utukufu uliokuwa umeondoka kwa Ayubu, Mungu akaurudisha maradufu. Mungu akarudisha watoto wa Ayubu tena maradufu, watoto wazuri katika nchi ile kuliko kawaida. Akarudisha hazina yake, akarudisha mali yake, akarudisha utajiri wake, akarudisha ndoa yake. Ayubu hakufiwa na mke. Ni mke yule yule aliyemkataa ndiye ambaye alikuwa naishi naye. Mungu hatabadilisha mazingira, hatabadilisha kwamba haya mazingira uyakimbie. Atakutendea kwenye mazingira yale yale pale pale ulipo. Mungu hata kutoa kwenye mazingira hayo, atayatengeneza mazingira hayo. Atatengeneza mahusiano yako, atakurejeshea yaliyopotea, atakurejeshea afya yako, atakurejeshea uzima wako, atakurejeshea mafanikio yako, atakurejeshea watoto wako. Inawezekana una watoto ambao, tuko hapa, una watoto ambao wamekusumbua muda mrefu. Usikate tamaa. Kuna vipindi vya Mungu kufanya yasiyowezekana. Najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, wala makusudi yako hayawezi kuzuilika. Mungu atafanya mambo yote, sio moja. Mungu anaweza kufanya mambo yote. Mungu ana uwezo huo wa kufanya mambo yote, hata ulioyakatia tamaa. Yupo kutenda.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati mgumu, mara nyingi tafakari inaondoka. Mtu anaweza kuwaza mambo mengi. Usione kule kuongea kwa Ayubu kama vile ni kwamba hana imani. Jaribu lilimzidi. Ayubu ana majipu mwili mzima. Unasemaje? Sio jipu moja, mwili mzima, alafu ana Mungu. Kwa nini asiwe na maneno mengi? Kwa nini asijiulize? Ni kitu ambacho alijua Mungu ni mponyaji. Na kaje kwenye ugonjwa wa namna hii, na kaje kwenye aibu ya namna hiyo. Kumbe Mungu ameandaa utukufu mbele ya Ayubu. Mapito nayopitia yanaandaa utukufu mbele yako. Utukufu hauji bila aibu. Nyakati ambazo Ayubu alikuwa na mwongeaji, nyakati ambazo Ayubu alikuwa na hoja, alikuwa na uwezo wa kujibu, rafiki zake wananyamaza kimya. Hakuna kilichotokea. Uwezo wake wa kujieleza, uwezo wake wa kusema na kujitetea kwamba sijafanya, hakuna aliyemwelewa. Hakuna atakaye kuelewa bila Mungu kuingilia kati. Hakuna atakaye kukubali bila Mungu kuingilia kati. Usijisumbue kujieleza, wala usihangaike kujieleza. Mungu atashuka na kushughulika na mazingira yako. Bwana atashuka na kushughulika na hali yako. Wale wanaokufahamu watasema huyu ni Mungu. Rafiki zake Ayubu wakajua ni Mungu anayetenda kazi. Ndipo Mungu anawaambia, ongeza kidogo sauti, imenibana sana. Ndipo Mungu anawaambia, nenda mkatubu kwa Ayubu. Mwishoni sasa natosha. Anawaambia nenda mkatubu kwa Ayubu, kwa sababu mlisema yasiyopasa mbele ya mtumishi wangu. Mungu anawatuma sasa. Wakati aliwaacha, kuna watu watachelewa sana kuelewa maishani mwako. Usichelewe pale wanaposhindwa kuelewa. Songa mbele, kwa sababu Mungu hatawapa nafasi watu wote wakuelewe. Anachotaka unaelewa shauri lake. Unaelewa makusudi yake katika maisha yako. Ukielewa makusudi ya Mungu maishani mwako, tenda hayo makusudi. Tenda hayo mapenzi yake. Mengine sio ya kwako. Watu kukuelewa sio ya kwako. Usishughulike. Unaposhughulika na hayo unachelewa. Yesu anapowatuma wanafunzi wake anasemaje? Anasema uko njiani mkifika, mkimwona mtu msimsalimie. Yesu hakujenga uadui. Aligundua yako mambo mengi yatakayoingia kwa wanafunzi kupitia salamu. Watakaposimama na kwanza kuongea na watu, yako mambo watapewa. Ziko taarifa wataambiwa. Kuna mambo yatashirikishwa. Watahama lile kusudi ya Mungu. Wataanza kufikiria mengine. Yesu ili awalinde anasema msiwape watu salamu. Nendeni kwenye lengo na kusudi nimewatuma. Wakaenda na wakarudi na ushuhuda kwamba wamemuona Mungu kule walikokwenda. Wameona pepo zikitimuka zikiwaachia watu. Wameona nguvu za giza zikiwaachia watu. Wameona wenye dhambi wakitubu dhambi. Yesu anasema nalimwona shetani akishuka, lakini nimewaombea ili msipotoke. Sikiliza nikwambie, Mungu anajua vyema wewe ni nani, na analijua jina lako. Anafahamu maisha yako, na kuna kitu lazima ukitimize katika maisha yako. Usichelewe kulumbana na watu. Hutakiwi kuwa na malumbano maishani mwako. Hutakiwi kuwa na maswali na watu. Haitakusaidia. Biblia inasema maswali ya kipuzi hayo msishughulike nayo. Sio tu maswali yako, mambo ya kipuzi usishughulike nayo. Endea mambo yako, endea mipango yako, ishi ndoto yako, nenda mbele, wala usipambane kwa maneno. Ayubu haikumsaidia, maneno yake hayakumsaidia mpaka Mungu alipotokea. Ndipo maadui zake wakajua Ayubu ana Mungu. Nasema kwenye ibada hii kuna watu hawajui kama una Mungu, lakini umefika wakati nikwambie, umefika wakati watajua Mungu unaye. Maana Mungu
anabadilisha hatua za mtu. Mungu anabadilisha maisha ya mtu. Kitakacho wafanye watu wajue na Mungu, lazima yale ambayo wamekuzomea lazima Mungu afanye. Lazima mahali wasipokuelewa lazima Mungu atende. Ndipo watajua Mungu yupo. Wewe unatakiwa kunyamaza kimya sasa. Umeongea imetosha. Umejieleza imetosha. Mwache Mungu atende kwa utukufu wake. Mwache Mungu atende kwa utukufu wake. Maana wewe ni utukufu wa Mungu. Haupo kama wewe. Wewe ni utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni utukufu wa Mungu. Mungu anajitukuza kwa wewe. Mungu anajitukuza kwa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko kitabu kile cha Wafilipi 4:19. Wafilipi 4:19. Wafilipi. Kitabu cha Wafilipi. Wafilipi. Bwana Yesu asifiwe. 4:19. Nisome. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji. Sema amina. Kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Sasa kama ukisoma Kiingereza, but my God shall supply all your needs. Shall supply. Ukisema will, maana yake kuna uwezekano lile jambo lifanyike ama lisifanyike. Will maana yake mtu anaweza kaamua au asifanye ama fanye. Lakini shall kwa watu wa tafsiri ya lugha, maana yake hilo ni hitaji maalum Mungu atatenda. Mungu, maandiko yanasema Mungu atatimiza, atawapeni, atawajazeni kila mnachokihitaji. Na Ayubu anasema najua ya kwamba Mungu anaweza kutenda mambo yote. Anaweza kufanya mambo yote. Na Paulo anasema Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji. Atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake. Utajiri wake hapa sio fedha. Utajiri wake hapa sio mali. Utajiri wake hapa kwa kadiri ya utajiri wake. Utajiri hapa ni mahusiano ya mtu na Kristo. Ndio naitwa utajiri. Ndio maana nasema hivi, katika utukufu ndani ya Kristo Yesu atawajazeni kwa kadiri ya utajiri. Mahusiano yako na Kristo ni utajiri. Mahusiano yako na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo ni utajiri. Nazungumza tena. Kama akili yako haijasikia, sikiliza hili. Kuwa na mahusiano na Yesu ni utajiri usiopimika. Maandiko yanasema Mungu amemfanya Kristo kuwa mrithi wa mali zake. Kristo ndiye mrithi wa Mungu. Yeye ndiye mzaliwa wa Mungu. Amepewa mamlaka mbinguni na duniani. Huyo ndiye mrithi. Na mrithi ana kila kitu. Yesu ana kila kitu. Anasema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Mamlaka ile manake anatawala. Anatawala vitu. Anatawala mali. Anatawala maisha. Anatawala uhai. Anatawala viumbe vyote. Anatawala system nzima. Sasa mtu anayekuwa na mahusiano na Kristo amepata utajiri wa Mungu. Fedha ni kitu kidogo. Usihangaike, fedha ni kitu kidogo. Utajiri ndani ya Kristo Yesu ni utajiri usiopimika. Yako maisha ya utulivu ndani ya Yesu. Kuna uzima ndani ya Yesu. Kuna uponyaji ndani ya Yesu. Kuna amani ndani ya Yesu. Kuna furaha ndani ya Yesu. Huo ni utajiri udumuo. Kwa sababu kuna watu wana fedha lakini wanashinda hospitalini. Kuna watu wana fedha lakini wanaishi kila siku kwa vidonge. Kuna watu ni matajiri lakini kila siku wanaenda kuitika India. Wanaenda kila mwezi India. Kwa sababu kilichokosekana ni uhai ndani yake. Uzima umepungua.
Kuna watu wana fedha lakini anaishi kwa dawa za usingizi, halali usingizi. Huo ni utajiri, lakini kuna kitu kimepungua. Utajiri wa mahusiano ya mtu na Kristo, kwanza unaleta utulivu katika moyo wake na unampa amani moyoni mwake. Hata akifanya kazi zake, hata akifanya mambo yake, hata akipata pesa, ile pesa anaitumia kwa utulivu. Hakuna kinachomshambulia. Nguvu za giza zinashindwa, mapepo yanashindwa, magonjwa yana mamlaka juu yake. Huo ndio utajiri udumuo. Na haki pia unaanza na mahusiano na Yesu Kristo. Halafu mali zinakuja, unazitumia kwa uzuri. Fedha unapata, unakula kwa uzuri. Kuna watu ni matajiri lakini wamezuiliwa kula vyakula vyote. Hali nyama, hali samaki, hali kuku, anakula mboga za majani. Ni mateso. Lakini mahusiano yetu na Yesu Kristo yamefungua milango iliyokuwa imefungwa. Lile pazia la hekalu limepasuka. Watu akimwendea Mungu wanafunguliwa. Kama ulikuwa umefungwa huli chochote, Yesu anakufungua. Watu wanapona. Nguvu ya Mungu inatembea. Waliokuwa dhaifu wanafunguliwa, kwa sababu huo ndio utajiri udumuo. Huo ndio utajiri wa Mungu. Mungu ameacha utajiri duniani kwa njia ya Kristo Yesu. Watu wamekuja kwa Kristo Yesu, walikuwa wagonjwa, walikuwa spana mkononi, lakini baada tu ya kumwamini Yesu, leo hii wanaishi bila dawa. Nataka nikwambie mpendwa, amini nguvu ya Yesu, amini uwezo wa Yesu, amini utajiri wa mahusiano. Mahusiano mazuri ni utajiri. Pokea mahusiano mazuri, linda mahusiano mazuri. Yesu ni majibu ya ulimwengu. Yesu ni majibu ya wale walioshindwa. Niongezee kidogo power, niongezee kidogo Gabi. Hapo ulipo upo salama kwa njia ya Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu umevuka vikwazo. Ukimwamini Yesu umetoboa, kwa sababu Mungu atajitukuza. Mungu anaangalia neno lake, na neno lake kwa sasa sio Biblia tu. Neno lake ni Kristo duniani. Yesu ni neno. Neno lake sasa ni Mungu anasema na watu kwa njia ya Kristo Yesu. Wanapomwamini Yesu, Mungu amesema nao kwa neno. Yesu ni neno. Uhitaji kubabaika, uhitaji kuhangaika, uhitaji weka mahusiano yaliyo imara. Jenga misingi iliyo imara, maana tunashindana ulimwengu wa roho. Mahusiano mazuri yanashambuliwa. Ni kama ukiwa na ndoa nzuri. Ukiwa na ndoa nzuri, unaposhuhudia, jipange kuwa mwombaji, maana ulimwengu wa roho, shetani hapendi mahusiano mazuri. Ndio maana mara nyingi ndoa ambazo watu walikuwa wanashuhudia zinaharibika. Sio kwamba wamechukizana, hapana. Ziko nguvu zinatupwa, ziko nguvu zinachiliwa. Wale wanaosikia wengine sio wanadamu. Tunakaa ulimwenguni, wengine sio watu. Hata makanisani mwingine sio watu. Wametumwa ili kuja kupima kinachosemwa. Kama unashuhudia, jiandae kuwa mwombaji kwa jambo lako. Unaposhuhudia ndoa yako, jipange kuiombea ndoa yako. Maana wale wanaosikia wanakwenda kuyasema huko sirini, wanatupa maneno. Nilikwambia maneno ya hatari. Wanailani ndoa yako. Na unapoombea ndoa, usiombee mume wako. Shughulika na pepo aliyeingia katikati yenu. Mume wako hana shida, mke wako hana shida. Iko nguvu iliyotupwa hapo. Yesu anamuuliza wanafunzi, tulipanda ngano, magugu yametoka wapi? Akasema adui amefanya hivyo, shetani amefanya hivyo. Shetani ndiye aliyekuja usiku akaharibu biashara yako. Lakini kwenye ibada hii, come on, naachilia nguvu ya Mungu na ahadi za kweli za Mungu. Mungu hatakuacha ubabaishwe. Mungu hatakuacha ushindwe. Mungu hatakuacha ulie. Yeye anataka kilio chako akikomeshe. Yeye ni aliyelia badala yako. Yesu alilia pale msalabani, akasema Eloi Eloi lama sabakthani, akimaanisha Baba yangu, Baba yangu. Kile kilio ni kwa ajili ya mtu wake.
Kilio cha Yesu kimetokea msalabani ili wewe uwe salama. Amini leo hii ya kwamba uko utajiri ndani ya Yesu Kristo. Mahusiano yako na Yesu yalete maana, wala usiumbe kwa mazingira unayopitia. Yuko Mungu pamoja na wewe. Kama alivyokuwa na Ayubu, Mungu yuko na kanisa. Mungu yuko na watu wake. Mungu yuko na wanamuamini. Ukimwamini hutaaibika. Hakuna aliyewahi kuaibika kwa kumwamini Mungu. Hayupo. Wala usikatishe tamaa. Hayupo aliyeamini afa akaibika. Hayupo. Mimi nimeisoma Biblia hii. Walionekana kuaibika kwa muda, lakini mwisho ukawa na utukufu. Akina Hana walionekana wameshindwa, Mungu akatokea. Akina Yusufu wakawa utumwani, Mungu akatokea. Sema yoyote. Akina Danieli walitupa kwenye matundu ya simba, lakini Mungu akawatokea. Akina Shadraka waliingia kwenye matanuru ya moto, Mungu akawatokea. Akina Musa walienda jangwani miaka 40, lakini Mungu akawatokea. Sijui nisemeje. Akina Yeremia waliingia kwenye mashimo ya matope, Mungu akawatokea. Akina Paulo, akina Sila waliingia gerezani, Mungu akawatokea. Akina Petro walifungwa gerezani, Mungu akawatokea. Ni zamu yako Mungu akutokee. Ni zamu yako Mungu akutokee, kwa sababu wewe ni mtoto wake. Mungu akutokee. Sikutii moyo. Neno linakupa nafasi ya Mungu kukutokea. Jaribu lako limekwenda kwa muda, inatosha, imekwisha. Lazima Mungu aje kwa sura yake ili kusema na mazingira yako, ili aseme na mazingira yako, ili aseme na hali yako, ili aseme na biashara yako, ili aseme na ndoa yako, ili aseme na afya yako. Na inawezekana. Bwana akishuka kila kitu kinawezekana. Nazungumza uweza wa Mungu. Mungu anaweza mambo yote, wala hakuna jambo la kumzuia. Kwenye ibada hii Mungu anatenda jambo, wala hatazuiliwa. Mungu anaponya mtu, wala hatazuiliwa. Mungu anakurudisha kwenye nafasi yako, wala hatazuiliwa. Kama ni mfanyakazi ofisini kwako, kuna watu wanakuzunguka ili wakupindue, wamepoteza muda. Yesu ni utajiri wa Mungu. Kila mwaminie Yesu anao ushindi. Yesu anasema nimepewa mamlaka, na ameshinda. Anasema najenga kanisa ambalo milango ya kuzimu haitalishinda. Mambo yanayokuzunguka ni milango ya kuzimu, haitakushinda. Yesu atainuka. La paka 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 pa yekete brakatosha kaya mendoka paradoska shilado karadoska payato. Lazima usonge mbele. Lazima muone Mungu. Ayubu alisonga mbele. Nataka nikwambie, liko neno la kusimama nalo, kwamba Mungu anakuwazia mema. Makusudi ya Mungu hayatazuilika. Hakuna atakayezuia. Mipango ya Mungu haitazuilika. Hakuna kitakachozuia. Hata kama bahari itasimama mbele yako, haitazuia. Mungu aliposema nawapeleka Israeli nchi ya ahadi, Biblia inasema, nataka nikwambie siku ya leo, ili utoke kishujaa mahali hapa, wala usiogope. Nataka nikwambie, Mungu akasema nawapeleka nchi ya ahadi. Alijua mbele yao kuna bahari, alijua mbele yao iko bahari, iko mito. Mungu anawaambia nawapeleka nchi ya ahadi. Ninawapeleka Rema Shakariando, ninawapeleka. Mungu akisema na kupeleka, hakuna atakayekana. Hata Farao alishindwa, akashindwa, wakaondoka. Wako safarini sasa kufika mbele. Bahari kasimama. Mungu wa bahari, Mungu wa milima, Mungu wa mabonde. Hata kama ulikuwa unapita kwenye mlima mrefu ambao ni jaribu, utasawazishwa. Bwana atasimama na kusawazisha mlima wako. Ni Mungu anayemwambia Zerubabeli, nitafanya tambalale. Iko milima kwa wapendwa, iko milima kwa wana Mungu, lakini kwa neno la Bwana Mungu hajawahi kushindwa na milima. Anaisawazisha. Kama uko bondeni, Mungu anafukia mabonde. Kama ni bahari, Mungu anapasua bahari. Kama ni mito, Mungu anakausha Jordan. Ya parando payata payata
Nataka nikwambie, kumwamini Mungu ni maamuzi magumu, lakini yenye matokeo makubwa. Amini tu Mungu anaweza. Taya. Uhitaji maswali. Mungu akawaelekeza Israeli kwenye bahari. Bahari kwa Mungu na nchi kavu ni sawa. Jangwa kwa Mungu na mahali pa unono ni sawa. Mungu anawalisha watu jangwani kwa nyama mpaka wanakinai. Usiogope. Payakosa kataya. Yesu anapoanza huduma, nikwambie, hakuelekea mjini. Anapoanza huduma alienda jangwani ili aonyeshe ushindi. Alienda jangwani, akafika jangwani siku 40. Mjaribu akatokea jangwani, akamjaribu mara 3, lakini akatoka na ushindi. Ili wote ambao wataelekea jangwani, wote ambao watakwenda mahali ambapo ni pakame, watoke na ushindi. Jangwa lako litageuzwa, jangwa lako litatoa maji. Mungu atafanya jambo jipya, nalo litachipuka, nawe taliona. Maana kuna uwezekano wa kutoka tena, na mema yako mbele yako. Mema ni fungu lako. Amini Injili, amini neno la Bwana ndio kushinda kwako. Ayubu alipewa neno ndipo akatoka. Mungu alimpa neno. Hivi Mungu anaongea na wewe ili utoke kwa neno la mtumishi wa Mungu, kwa neno la nabii. Toka sasa, shetani asikushikilie. Toka sasa, ufunguliwe. Toka kwenye kifungo kwa neno la Bwana, kwa mtumishi wake. Toka kwenye maskini kwa neno la Bwana. Toka kwenye magonjwa, wala utakufa. Roho aliyenituma amenipaka mafuta pale ulipo, na vunja magonjwa. Toka magonjwa, hata kama ni kansa. Toka roho ya kukataliwa. Toka kufungwa. Toka kupakwa matope. Bwana yuko upande wa watu wake. Mungu hataacha. Analituma neno lake. Kwa neno lake tunakuwa salama. Kwa neno lake tunakuwa hai. Kwa neno lake tunafunguliwa. Mungu anasema na kina Yeremia, anasema na kina Isaya, anasema na mitume, anasema na manabii. Hata leo hii Bwana nao watu wake. Mimi ni mtume wake, mimi nabii wake. Nimekuja kwa neno la Bwana, kwa sauti ya Mungu. Hakuna jiwe litakalosalia, hakuna ukuta uliojengwa juu yako utaangushwa. Lematosha kadadia. Utavuka tu. Hakuna kikwazo. Hata bahari haikuwezi, hata Jordani haikuwezi, hata moto haukwezi, hata simba hakwezi, hata mapepo hakwezi. Uwezo wa Bwana juu ya Kristo Yesu ni uwezo ulioko ndani yetu. Tunashinda zaidi ya kushinda kwake. Tunashinda zaidi ya kushinda kwake Bwana. Inua mkono. La bakosha. Moto shuke. Moto shuke. Mapepo ya kuzunguka yateketee. Moto shuke. Magonjwa ya kuzunguka yaangamie. Moto shuke. Maadui zako waibike. Moto shuke. Ahadi za Mungu zitimie nchi yako. Moto shuke. Laana na mikosi vikwachie. Moto shuke. Moto shuke. Kuteketeza mawazo ambayo yanakutesa. Yako mawazo kwako. Moto shuke. Teketeza. Moto shuke kwenye mawazo yako. Umejihukumu. Moto shuke. Umekatamaa. Moto shuke. Roho ya ukatamaa. Heya pakashaka ya ndosa. Urakata ya kopara gagagasa. Mayatori ya kanda. Moto shuke. Kuteketeza. Vita sio vyako. Vita ni vya Bwana. Wewe ni wa Bwana. Vita ni vya Bwana. Oh, maya. Hey. Kila mtu aingia kuomba.
Omba, omba. Ikiwezekana usimame, ikiwezekana na kuomba hata kama ulipiga magoti. Simama niombe na wewe. Omba. Ayubu anasema najua unaweza kufanya mambo yote, na wala makusudi yako hayawezi kuzuilika. Hayawezi. Inua mikono. Naona nguvu ya Bwana. Moto umeshuka hapa. Moto wa madhabahu ya Bwana kuteketeza maumivu yako. Moto wa madhabahu ni hapa kuteketeza maumivu yako, kuteketeza huzuni yako. Moto umeshuka kuteketeza ugonjwa wako, kuteketeza fadhaa zako, kuteketeza uchungu wako. Moto umeshuka kuteketeza. Lazima kila kitu teketea. Maadui zako lazima wasalimu amri. Imetosha, umevunjwa moyo. Imetosha, umekata tamaa. Lakini tunaye Mungu anayeweza mambo yote. Muamini Mungu. Ayubu alimwamini Mungu akashinda, na neno linasema tunashinda na zaidi ya kushinda. Mchungaji, pata mic shakatapa. Mic ziongee. Gabi, mic ziongee. Mic ya mama iongee.